Hello wajoli wa baba, natumaini ni wazima wa afya. Nashukuru watu wengi ambao walikuwa wakinifuata kwa mazingira mbalimbali kwa ajili ya kuomba ushauri, counseling mbalimbali kuhusiana na maisha. Wengine katika mahusiano, kuna wengine katika level ya uchumba lakini wamekumbana na changamoto kadhaa, lakini kuna wengine ambao wapo katika masuala ya ndoa, ndani ya ndoa, lakini wanapitia changamoto kadhaa ambazo zinahitaji kwa kweli ushauri. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza kitu ambacho kitakusaidia nawe pia katika maisha yako, endapo ukitambua siri hii, na ambayo itakusaidia kujitambua wewe ni nani na unafanya nini na kwa sababu gani unafanya hicho kitu ambacho unakitenda kile itwapo leo. Leo nitakwenda kuwapatia kinagaubaga juu ya elimu ya saikolojia. Unapoambiwa elimu ya saikolojia ina maana gani na kwa nini nasikia saikolojia? Unakuta watu wengi wanatoa counseling mbalimbali, unasikia huyu ni mwanasaikolojia, unasikia huyu ni mwanasaikolojia. Ndio, ni kwa sababu gani wengi wao wanafanikiwa jambo hilo? Ni kwa sababu wamepata elimu ya namna gani ya kuweza kusoma na kuelewa tabia ya watu iko vipi. Na ukisikia saikolojia ni science, yes, ambayo inahusisha kumsaidia mtu kuweza kufahamu tabia za viumbe. Na saikolojia ifocus tu kwenye upande wa wanadamu peke yake, la hasha, inahusisha viumbe kwa ujumla. Ndio maana unaona kuna baadhi ya watu wamefikia level ya kuweza kujua namna ya kuweza kufuga wanyama wakubwa, wanafuga simba, wanafuga labda wengine nyoka, wengine wanyama kadhaa, lakini hawawadhuru. Ni kwa sababu gani? Wamesoma ile saikolojia yao. Lakini pia vile vile katika maisha ya mwanadamu kuna vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo vinamsaidia mtu kufahamu jinsi alivyo mtu huyo. Unaposoma elimu ya saikolojia ya kitaaluma, itakusaidia kuweza kujua ni namna gani ya kumjua huyu mtu anahisi kitu gani. Yaani ukimwona mtu unajua huyu hisia yake kwa namna gani. Lakini pia kitu kingine, ukifahamu elimu hii ya saikolojia itakusaidia kujua ya kwamba huyu mtu ni namna gani ana uwezo wa kuchangamana na watu. Je, ana uwezo wa kuchangamana na watu au hana uwezo wa kuchangamana na watu? Ukisoma elimu ya saikolojia utatambua ya kwamba je, namna gani ya huyu mtu anatenda kitu fulani, na vile vile itakusaidia kutambua ya kwamba je, ni kwa njia ipi au ni kwa namna gani huyu mtu anafikiri kitu gani. Je, anafikiri kwa wema au anafikiri kwa ubaya? Hivyo vitu vyote tutakwenda kujifunza kupitia darasa letu hili, kupitia elimu hii ya mashauri ambao wengi wanatamani kufahamu kuhusiana na hii elimu ya saikolojia, ambayo itakusaidia kujitambua wewe ni nani, upo katika kundi gani. Japokuwa watu wengi hutambua ya kwamba kuna makundi manne ya watu, lakini la hasha, ni makundi manne ya tabia za watu. Makundi yanaweza kuwa ni mengi ya watu ndio, lakini kuna makundi manne ya tabia za watu ambao tutakwenda kujifunza, na kwa kina zaidi utakwenda kujua kwamba kumbe yale makundi ya tabia za watu ambayo yako manne, si manne tu peke yake, na yenyewe pia ndani ya kila tabia moja, kila kundi moja imegawanyika mara 4. Kumaanisha kwamba yapo makundi takriban 16 ya tabia za watu. Utakwenda kujifunza wakina sanguine wako vipi, melancholy wako vipi, choleric wako vipi, phlegmatic wako vipi, hawa watu wamegawanyika kwa namna gani. Yote hayo utakwenda kujifunza kupitia elimu ya saikolojia. Karibu sana mpendwa, na utabarikiwa zaidi. Barikiwa sana.